JKT tupo, tunaendelea na maandalizi kwa ajili ya mechi inayofuata. Tuna mechi ya tarehe 24, pia tunaitazama mechi ya tarehe 6. Tarehe 4 katika uwanja huu wa KMC, sisi ni wageni wa Mbeya City. Ni mechi ambayo tunaitazama katika mtazamo wa kipekee, kizingatiwa kwamba mechi iliyopita tulipata matokeo ambayo hayakutufurahisha. Sare ya 1-1 dhidi ya Namungo ilituumiza sana, kwa kiasi kwamba imeshusha malengo yetu kwa wakati huu, lakini tunahitaji tuendelee kuwa katika mtazamo na malengo tuliyoyakusudia msimu huu. Kwa hiyo mechi tunayoitazama kwa sasa ni mechi dhidi ya Mbeya City. Mbeya City si timu ya kubezwa, si timu ya kudharauriwa. Matokeo haya dhidi ya Tanzania Prisons ni mpira, lakini mechi moja iliyopita nyuma, nadhani mliona walichokifanya wakiwa ugenini dhidi ya KMC, walishinda goli 3. Kwa hiyo ni timu ambayo inaweza. Sasa sisi maandalizi tunayafanya tukijua tunakwenda kucheza na timu gani na nini tunachohitaji katika mchezo huu. Kwa hiyo tuna imani kwamba mechi hii dhidi ya Mbeya City ni mechi ambayo inakwenda kuturudisha katika matumaini na nafasi ambazo tunahitaji tuwepo, nafasi za juu pindi ligi hii inapoendelea. Kwa nini umesema hivyo? Maana umetoka kuitazama mechi kati ya mpinzani wako ambaye anafuata Mbeya City. Umesema kuna namna ambayo inawapa matumaini kwa kitu. Tunajuana na tunatambuana vizuri. Awali nimezungumza kwamba Mbeya City ni moja ya timu nzuri, bora, ambazo ziko kwenye ligi kwa muda mrefu. Kwa hiyo tunajua wana uwezo kiasi gani na nini wanahitaji, na wako nyumbani. Kwa hiyo sisi maandalizi tunayoyafanya na mtazamo wetu kwa sasa ni kuhakikisha kwamba tunashinda hii mechi. Hatuwabezi kwamba hawajui, wanajua. Lakini sisi najua, Watanzania wanajua, na wewe unajua kwamba uwezo wetu kwa sasa ni mkubwa. Tuna kikosi imara, tuna kikosi bora. Kinapokuwa uwanjani, kazi ni moja tu, kutafuta alama 3. Mandhari tumekosa alama 3 tulizozitarajia sana tukiwa nyumbani pale Meja Jenerali Samuyo dhidi ya Namungo, tukapata alama 1. Tunahitaji mchezo huu unaokuja Watanzania waendelee kutuamini kwamba moja ya timu bora katika msimu huu, timu yenye ushindani, timu yenye malengo, timu inayofocus mbele zaidi kuelekea ubingwa wa soka msimu huu ni JKT Tanzania. Sasa ili Watanzania watutazame hivyo, lazima tuwe na matokeo chanya katika michezo tunayocheza. Kwa hiyo mchezo unaofuata Mbeya City tarehe 24 hapa KMC, na baadaye pale Meja Jenerali Samuyo tarehe 6 tutakuwa tunawaalika Simba Sports Club. Ni mchezo mwingine ambao unakwenda sasa kuonesha ubora wa kikosi chetu kwa jumla. Tunapokutana na timu kama hizo, basi Watanzania huwa wanajaji kwamba hii hakika ni timu bora. Hawa wengine kina Mbeya City kina nani, huwa wanawaona wa kawaida tu, wafunge ngapi, hawakuoni kama wewe ni bora. Lakini unapokutana na hao jamaa wa Kariakoo na ukawatumikisha vizuri, ukawaadhibu vilivyo, wakakutana na kichapo cha kizalendo, basi inatosha Watanzania kuamini kwamba hakika hawa ni bora. Hatuzungumzi tu kwa sababu tunataka kuzungumza, tunazungumza kile ambacho tunahitaji tukiishi, kwamba huu ndio uwezo wetu na haya ndiyo malengo yetu. Tunahitaji kufanya vyema msimu huu, tunahitaji ubingwa wa soka msimu huu, tunaulilia sana huo, na ili tufikie huko ni kushinda mechi. Sasa hizi mechi ambazo ziko mbele yetu kwa sasa, tukianza na Mbeya City alafu tukaja na Simba Sports Club, tunahitaji tupate alama 6 na hatimaye tusogee juu kileleni. Sasa ukiachana na hiyo, timu zetu kwenye mashindano ya klabu bingwa barani Afrika, lakini mwenyewe pia kwenye kombe la shirikisho, kama Mtanzania mmoja wapo, neno lako ni lipi kuhusiana na hizi timu zetu kwenye mashindano ya kimataifa? Kwa sasa tuna timu 4 zinashiriki mashindano ya kimataifa. Tuna Simba, tuna Yanga,
wanashiriki ligi ya mabingwa, tuna Singida, tuna Azam FC wanashiriki shirikisho. Sisi ni wazalendo na siku zote tumekuwa tukiimba uzalendo. Hizi timu zinapofanya vizuri kimataifa, ndivyo hivyo pia Tanzania na timu zetu zinavyotambulika kwa ubora. Na pengine hata kuwaogofya huko wanaposikia unakutana na timu ya Tanzania kama wenzetu hawa watangulizi wamefanya vyema, basi tunatangazika vizuri. Kwa hiyo sisi kama JKT Tanzania tunaziombea hizi timu zetu zote 4 zifanye vyema katika mashindano haya ya kimataifa, na hatimaye kwa kushinda kwao na kwa kufanya kwao vizuri waongeze thamani ya ligi yetu, kwamba ligi yetu ina timu bora, ni ligi ya ushindani, na si tu kwamba wanashindana ndani, mpaka wanapokutana na timu za mataifa mengine bado wanafanya vizuri. Kwa hiyo kwa kufanya vizuri kwao, thamani ya ligi yetu inaongezeka.